Karibu sana mpendwa mtazamaji wa Tumaini Television popote pale unapotutazama kupitia kisimbuzi cha Azam TV channel namba 470. Kipindi wani ni kipindi maalum, kipindi ambacho kwa siku ya leo tutakuwa na waratibu wa kongamano la TYSS Taifa ambalo natarajiwa kufanyika katika jimbo Katoliki la Shinyanga. Kwa hiyo tutakwenda kuiangazia mengi sana hasa yanayohusiana na kongamano hili na ambalo linatarajiwa kufanyika Juni 7. Kwa hiyo kaa kando televisheni yako tuweze kuyafahamu mengi, na kwa nafasi ya kipekee nimepata nafasi ya kuwa na Padre Liston Luko ambaye pia yeye ni mlezi wa chama hiki cha kichume cha TYSS Taifa, lakini pia niko na mratibu wa shughuli zote za TYSS Taifa Jonita Aristides. Wote hawa tutakuwa tukizungumza nao kuweza kuyafahamu mengi sana ambayo yanahusiana na kongamano hili. Karibu sana tuwe sote mpaka tamati ya kipindi ili uweze kuyafahamu mengi na uweze kufahamu kama wewe ni mwana wa TYSS kutoka jimbo lolote ambalo unajiandaa kushiriki kongamano hili, basi nafasi ya kipekee kuweza kuyafahamu mengi. Lakini pia kama ni mzazi utapata fursa ya kufahamu kila ambacho kijana wako akishiriki kwa mwaka huu atakwenda kukipata. Na nikumbuka kongamano hili linafanyika kwa kila baada ya miaka 2 mpaka 3. Kwa hiyo pengine kama ulihudhuria mwaka 2022, hii nafasi yako ya kipekee kuweza kuhudhuria kwa mara nyingine tena kwenda, kwa sababu baada ya hapa itawakulazimu kusubiri kwa zaidi ya miaka mingine 2 ama 3 mbele. Kwa hiyo ni fursa ya kipekee ya wewe kuwa sehemu ya watakaohudhuria kongamano hili la TYSS Taifa ambalo linafanyika jimbo Katoliki la Shinyanga. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu sana. Asante sana. Asante sana, karibu sana. Asante sana. Nilikuwa nikifuatilia ujumbe hasa wa kongamano na nikaona kwamba ni ujumbe ambao unatoka katika kitabu cha Mhubiri 12:1. Pengine tuanzie hapo, kwa nini tunaondoka na neno hili kutoka katika kitabu cha Mhubiri 12:1? Kauli mbiu yetu ya mwaka huu kwa kongamano hilo la kitaifa TYSS litakalofanyika Shinyanga kuanzia tarehe 7 mwezi Juni mpaka tarehe 12 Juni 2025 imebeba kauli mbiu inayotoka kitabu cha Mhubiri ile sura ya 12 ya kwanza inayosema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Hatuna budi tukumbuke kwamba tunaenda kukutana na vijana ambao wanapaswa kutambua pia nafasi yao mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini pia watambue kwamba na wao pia Mungu ana nafasi gani kwao. Na hivi tumechagua kauli mbiu hiyo ili kuwakumbusha vijana kwamba ni katika umri wa ujana huu pia wanapaswa kumpa Mungu nafasi. Ndio maana tunasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Wasifikiri kwamba bado wanahitajika hadi wawe wazee ndio waweze kumtumikia Mungu. Kumbe basi tunawaalika vijana waanze kujiandaa kwa hilo, kwa kauli mbiu hiyo, na wahamasishike pia kutambua kwamba umri wa ujana pia ni umri wa kumtumikia Mungu. Tunaelekea katika kongamano tukiwa katika wimbi la utandawazi ambao umechochea zaidi kumonyuka kwa maadili ya vijana walio wengi. Pengine ni kwa namna gani makongamano kama haya yanaweza kwenda kuwa tiba ama msaada katika kupunguza mmonyoko maadili kwenye jamii? Na tumekuwa tukishuhudia pia matukio mengi sana katika yenye taswira namna hii kwamba mmonyoko maadili imekuwa changamoto miongoni mwa vijana. Ni kweli ndugu mtangazaji kwamba haya makongamano kwanza ni makongamano ya kiroho. Hilo lazima tujue. Kwa hivi katika makongamano hayo pia tunajumuika kama shule, kwamba kongamano ni shule ya kiimani pia ambako vijana wanakuja kujifunza na kukumbushwa juu ya imani yao na hasa imani ya Kanisa Katoliki. Lakini pia kongamano kama shule ni shule pia ya maadili. Vijana watakutana kukumbushwa pia maadili ya Kanisa Katoliki, lakini pia watajifunza pia kuhusu ibada na mambo mengine yanayohusu liturujia, kwa sababu huwezi kumkumbuka muumba wako kama ushiriki pia mambo ya ibada na liturujia. Lakini kwa mwaka huu pia kwa namna ya pekee sana tutawakusanya vijana, pia kutakuwa na walimu ambao pia wataeleza umuhimu wa elimu ya kawaida wanayosoma huko shuleni ikiunganika pia na imani.
Kwa hivi waichukue nafasi hii kama shule ambayo hawaipati kule mashuleni kwa nafasi ya pekee sana. Ndio maana basi kuna mada hizo ambazo zimeandaliwa ili kuwafundisha, kuwakumbusha na kuwahimiza vijana kumtumikia Mungu vizuri zaidi. Mtazamaji, bila shaka bado tuko pamoja na tukiendelea kuyafahamu mengi sana kutoka kwa mlezi wa TOSS Taifa, Padre Liston Luko, ambaye anatudadavulia namna ambavyo kongamano hili ni muhimu kwetu sisi kama vijana wa Wanaoisis wa Katoliki Tanzania, na tukiwa bado tunaendelea kujiandaa katika majimbo yetu mbalimbali kuelekea siku ya kongamano lenyewe. Lakini pengine tukirudi kwa mratibu wa kongamano hili, dada Juanita Aristides, pengine makongamano mawili ya mwisho 2019 Dar es Salaam, 2022 jimbo Katoliki la Mbinga, zaidi ya Wanaoisis 1221 walihudhuria. Ni utaratibu gani ambao tunautumia kupata jimbo mwenyeji kwa kuandaa kongamano? Okay, asante sana. Utaratibu ambao tunautumia kuandaa jimbo kwamba liwe wenyeji wetu ni tunaangalia kwanza jimbo ambalo liko active katika shughuli mbalimbali, lakini pia tunaangalia pia mazingira kwamba eneo ambalo litaweza kuwatosheleza wanafunzi ambao tunawatoa kwenye majimbo yetu. Kwa hiyo tunaangalia active ya Wanaoisis, lakini pia tunaangalia eneo ambalo litaweza kutosheleza kwa wanafunzi ambao wataweza kushiriki. Na mpaka sasa hali ya maandalizi ikoje kwa upande wa mwitikio ikilinganishwa na mwaka uliopita? Tunamshukuru Mungu sana. Wanaoisis sasa wanajitokeza kwa wingi. Kumekuwa kuna changamoto tofauti, lakini kwa kiasi kikubwa watu wanahamasika zaidi na mambo yanaenda vizuri. Na kwa sababu mwaka huu tunategemea kuwa na idadi ya zaidi ya ile ambayo imepita. Mungu akijalia tunategemea kuwa na wanafunzi 1500. Bila shaka usajili unaendelea, namna watu ambao wanataka kujiandikisha, utaratibu wa kujiandikisha ukoje? Pengine mimi ni kwa mara ya kwanza ninasikia ni mwana wa ISS labda shule fulani kutoka jimbo fulani, ninasikia kwa mara ya kwanza kutoka kwako. Napaswa kufanya nini ili na mimi niwe sehemu ya watu watakaohudhuria ili kongamano? Ushiriki wa ISS unaanzia katika shule ambayo sisi tunaita tawi, then kanda, then jimbo, taifa. Kwa hiyo kama kuna mwana wa ISS ambaye ndo anasikiliza kwa mara ya kwanza, anaanzia kwanza shuleni kwao, then kanda, viongozi wa kanda, then jimbo. Jimbo kuna mkurugenzi wa jimbo, kwa sababu hatuwezi kumtambua kwamba sisi ni mwana wa ISS kweli kutoka jimbo fulani. Kwa hiyo anaanzia kule jimboni kwanza. Shuleni anaposomea, then kanda ameshindwa kabisa, anafuata mkurugenzi wa jimbo. Sisi tunapokea idadi ya washiriki kutoka kwa mkurugenzi wa jimbo. Hakuna utaratibu wote kwamba pengine sitaki kupitia jimbo langu, ni mwanafunzi wa shule fulani, lakini sitaki kupita kwenye jimbo langu na wala sitaki kupitia shuleni kwangu, ila nina fedha yangu mkononi, nitafika kwa wakati wangu, nalo likoje? Kwa hilo sisi hatutalipokea, kwa sababu hatutakutambua sasa kama kweli wewe ni mwanafunzi, wewe ni kweli ni mwana wa ISS. Sababu matukio ni mengi sana. Kwa ajili ya kumkinga mtoto na kumlinda, mwana wa ISS lazima aanzie jimboni kwake. Yes. Kwa nje na jimbo na shule sitakuwa na vigezo ambavyo vinaniruhusu kuwa mshiriki. Exactly. Kwa sababu pengine kuna wale ambao tulishamaliza na pengine tulifanikiwa kuwa wakereketwa wa ISS, tunataka kushiriki. Sawa? Yes. Na utaratibu ni kwamba ili niweze kushiriki nitapita jimboni. Lakini mimi kwa sasa si mwanafunzi, lakini mkereketwa wa ISS na natamani kushiriki. Okay. Wakereketwa wa ISS hiyo ni issue nyingine ambayo tunaipokea. Utajiandikisha kabla, utawasiliana na uongozi wa taifa, then tutaweza kukuandikisha kwamba ni alumni ambaye anakuja kuwatembelea kongamano la ISS. Ili eneo la ISS alumni, na pengine ni moja kati ya changamoto ambazo pia hata jimbo la Dar es Salaam wamekuwa wakikabiliana nalo. Ni kwa namna gani mmejipanga kuwadhibiti ama kuwawekea utaratibu maalum watu ambao ni ISS alumni na wao kuonekana ni sehemu ya kongamano, lakini pia hata mchango wao, kwa sababu tunaamini kwamba tayari wameshaingia katika
hatua nyinginezo za kimaisha kurudi kuwa sehemu ya hili kongamano. Hii kwa upande wako tunaliwekaje? Asante ndugu mtangazaji. Mpaka sasa walau ninachojua kadiri ya watu wanavyojisajili hatujapata ombi kutoka kwa mwana alumni. Na ikitokea anaenda mwana alumni kama alivyoeleza mratibu, hawezi kwenda mtu bila kujiandikisha popote, kwa sababu moja kubwa tunaangalia kwanza kila mshiriki anakuja kama nani, kwa sababu wanakuja kama wanafunzi, wanakuja kama walezi, sisi tunaenda kama waratibu. Kwa hiyo lazima kila mmoja anaenda kule ajiandikishe. Sasa hawa ambao ni alumni hawako chini ya walezi kule majimboni. Tunatarajia kama wapo na wanatusikiliza na kutuangalia, wangeweza kupitia kwenye ofisi ya taifa wakajiandikisha, na mimi kwa kweli ningeshukuru sana kama wangejitokeza, kwa sababu wangekuwa sehemu ya msaada wa maandalizi. Na sitegemei kama alumni na yeye aende kwa ule mchango wa wanafunzi 40,000. Na shida yangu mimi ilikuwa hapo. Unaponiambia alumni awepo kwenye kongamano lakini na yeye akalipe sawa na yule mwanafunzi wa sekondari, kama kuna uzito haupo, sababu tayari pengine alishatoka kwenye hatua ya wanafunzi, pengine ni mwanachuo ambaye tunaamini kwamba kwa mazingira yalivyo anaweza kumudu hata kiasi kikubwa zaidi ya hapo. Pengine sasa kwa kupitia nafasi hii ya kipekee na tukiamini kwamba pia wanakutazama, wito wako kwao ni upi YSS alumni? Asante ndugu mtangazaji. Wito wangu mimi ni huo kwamba tunawahitaji, na hasa katika maandalizi makubwa kama haya makongamano ya kitaifa, na kuwahitaji kwenyewe kama msaada katika kuratibu, lakini pia angeweza kupatikana kama msaada katika ufadhili, na wao wakawa sehemu pia ya uratibu wa tukio kule. Kwa hiyo kama wanatusikiliza na kutuangalia muda huu, ofisi yetu iko wazi, na sio tena kupitia kwa majimbo, kwa sababu wale wa majimbo wanahusika zaidi na wanafunzi ambao wako ndio wa ICS kule walipo. Hao wenzetu wa alumni bado wangeweza pia kuwa msaada kwa wadogo zao. Na mtazamaji, bado tuko pamoja tukiendelea kuyajadili mengi, hasa kuelekea kongamano la TYSS kitaifa Jimbo Katoliki la Shinyanga. Hii ni Juni 7 kwa maana ya mwezi unaofuata. Kwa hiyo bado endelea kubaki hapo. Kwa wakati huu tutakwenda kupata mapumziko mafupi, tukirejea yako mengi ambayo bado unastahili kuendelea kuyafahamu. Kwa kikubwa baki nami mpaka nitakapokuwa nimerejea hapo. Na mtazamaji, tumerejea. Nikushukuru sana kwa kuwa bado uko nasi mpaka tamati. Yani tunakwenda sako kwa bako mpaka utakapokuwa tumehitimisha dakika 30 ambazo zinamilikiwa na Padre Liston Lokoa ambaye yeye ni mlezi wa TYSS Taifa, lakini pia niko na mratibu ofisi ya TYSS Taifa Juanita Aristides, tukijadili mengi hasa kuelekea kongamano la TYSS kitaifa linalofanyika Jimbo Katoliki la Shinyanga mwezi ujao. Mara ya mwisho ilikuwa ni 2022 Jimbo Katoliki la Mbinga, mwaka 2019 ilikuwa mwenyeji ilikuwa Dar es Salaam katika kongamano ambalo lilifanyika shule ya sekondari ya St. Anton. Kwa hiyo zamu hii ni shule ya Wasalesiani wa Don Bosco Didia pale Shinyanga Tinde. Kwa hiyo tuendelee kujiandaa vizuri, tukutane Shinyanga, mambo yatakuwa mazuri. Kama unakumbuka 2022, basi awamu hii ya 2025 mambo yamekaa vizuri zaidi. Na wakati tunakwenda mapumziko, tulikuwa tukiangazia hilo swala zima la YSS alumni, na kama ambavyo mtazamaji umesikia wito ukitolewa kwa wana YSS alumni, kwa maana hapa tukizungumzia YSS alumni tunazungumzia wale wote ambao tayari hawako katika mfumo rasmi wa elimu ya sekondari, ambako ndiko YSS inakuanzia kutoka kidato cha kwanza walau mpaka cha 6. Baada ya hapo basi unakuwa tunakushukuru na kuendelea kukuita kama YSS alumni. Ndio wito ambao unatolewa sasa kwamba wote mnakaribishwa kushiriki kwenye kongamano hili kwa utaratibu maalum ambao mtapewa na ofisi ya TYSS Taifa, au pia unaweza kumuona mlezi wa TYSS Jimbo mahalia na akakupa utaratibu maalum wa namna ambavyo utashiriki kama YSS alumni. Kwa hiyo hatujakuacha, bado tuko nawe. Muhimu ni kufuata tu utaratibu ili kila kitu kiweze kwenda vizuri kabisa. Sasa baba, turudi tuko katika kipindi cha jubilei ya kanisa miaka
2025 na mbele yetu tuna kongamano la TYSS kitaifa. Ni kwa namna gani usanisha kongamano la mwaka huu na kipindi cha jubilei ya kanisa? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Huu ni mwaka wa jubilei kama ulivyotangaza na hayati Baba Mtakatifu Francisco, na kwa kweli tushukuru kwamba makundi mbalimbali yaliyotajwa kuadhimisha jubilei, mojawapo ni kundi la vijana. Na sisi tumeiangazia pia hiyo mada ya mahujaji wa matumaini au mahujaji katika matumaini, na tunawaona vijana kama ambao ni tumaini la kanisa kwanza, lakini pia vijana kama tumaini la dunia na jamii kwa ujumla. Na hivi tunapoanisha ujana na jubilei, hatuwezi kuwaona wao kama matumaini wenyewe kwanza kwa vijana, lakini pia watambue kwamba dunia hii pia inahitaji watu ambao wana matumaini wao wenyewe. Tunaenda kuwafundisha pia vijana wetu, moja kati ya mada ambazo tumeziandaa ni vijana mahujaji wa matumaini. Kwa maana kwamba hii ni safari ya kiimani. Na hivi kama ni safari ya kiimani, ija safari ya kiroho, vijana pia watambue kwamba waonekane na waishi kama wanaoishi katika matumaini katika safari hii ya kiroho. Na hivi tunawanisha kongamano. Kwanza tutalitumia hilo kongamano kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya vijana kitaifa. Lakini pia tutaadhimisha pia kongamano hilo kama safari yetu ya kiroho kuelekea ile nchi takatifu, nchi ya ahadi. Kwa hiyo ningewaalika vijana na hata wale ambao hatakuwa na nafasi ya kufika kwenye kongamano watambue kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kongamano la mwaka huu na jubilei kuu hii ya kanisa 2025, na hasa kuhusu mahujaji wa matumaini. Mwaka wa jubilei ya kanisa 2025 unaangazia zaidi safari ya matumaini kama taswira ya kuleta matumaini kwa watu, na vijana ni miongoni mwa kundi ambalo linakabiliwa na mambo mengi sana ambayo pengine kuna nyakati vijana wanahitaji kupewa tumaini katika yale ambayo wanayapitia katika changamoto mbalimbali za kielimu, lakini pia siku hizi vijana wanakosa fursa ya kusikilizwa na wazazi wako bize. Tumeshuhudia pia matukio mengi vijana yakiripotiwa, vijana kujidhuru, wengine kukatisha uhai kwa sababu changamoto ambazo ni kama wanakosa tumaini la namna gani ambavyo wanaweza kusikilizwa. Ukiwa kama mlezi wa TYSS taifa, unafikiri ni nini kinapaswa kufanyika walau kurejesha matumaini miongoni mwa vijana ambao wakati mwingine ni kama wamekosa sehemu rafiki ya kusikiliza? Labda nikisema hivi ndio mtangazaji, kwamba ni bahati nzuri pia kwamba kongamano linaenda sambamba na mwaka wa jubilei, lakini ni kongamano pia ambalo linachukua nafasi wakati huu tunapoishi sinodi. Na sinodi imetusisitiza sote katika hali ya kusikiliza. Na ndio maana moja kati ya malengo ya kuanzisha haya makongamano ni kuwakutanisha vijana katika rika mbalimbali, ili sio tu wao wasikilize, lakini pia na wao tuwasikilize. Kutakuwa na mada, lakini na wao tunawapa nafasi ya kueleza changamoto za ukuaji wao, changamoto za kiimani, changamoto za kijamii, changamoto mbalimbali za kimaisha. Na hivi tuwaalike vijana kwamba, na hasa walezi kwa namna pekee, kwamba kongamano hili ni mwendelezo pia wa kanisa kusikiliza vijana. Ni mwendelezo wa kanisa kuongozana na vijana. Ni mwendelezo wa kanisa kukaa pamoja na vijana. Ni ukweli kwamba kongamano hili ni sehemu muhimu sana kwa vijana kukutana, ili kanisa liwasikilize na wao wasikilize kanisa kwa mkusanyiko wa pamoja. Kwenye eneo la michango ambayo inampa kibali mshiriki kuhudhuria kongamano, gharama za ushiriki ni shilingi 40,000, lakini kuna jimbo linatangaza kwamba pengine
Ili uweze kushiriki kongamano unatakiwa kuwa na kiasi labda cha Laki2 na kadhalika. Tupate ufafanuzi wa kuwekana sawa. Gharama za ushiriki zikoje na namna ambavyo kila jimbo linapaswa kushiriki kulingana na wanakotoka. Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi kiasi gharama za ushiriki ni shilingi 40,000, lakini hiyo haijumuishi usafiri wa kutoka katika jimbo huria. Kwa hiyo sisi tunapokea kile kiasi cha 40,000, lakini kila jimbo ana kiasi chake ambacho wanachanga kutokana na umbali ambapo walipo. Kwa mfano ukisema Dar es Salaam inawezekana wakawa wanachanga Laki2, lakini ukute Dodoma wanachanga 1,500,000. Hiyo ni kutokana na umbali ambao upo. Kwa hiyo wana YCS wanalipa kile kiasi ambacho kitajumuisha malazi, chakula na vitu ambavyo vitapatikana katika eneo la kongamano. Lakini usafiri wa kuwatoa jimboni kwao kufika pale, hiyo inajumuisha jimbo husika. Kwa hiyo wao ndo wanaangalia kiasi gani ambacho wataweza kuwachangisha wanafunzi ambacho kitatosha usafiri wa kufika Shinyanga na kurudi pamoja na ile pesa ya ushiriki. Sisi tunapokea shilingi 40,000, ile inayobaki ni ya usafiri kutoka jimbo husika. Huko na shilingi 40,000 ya ushiriki. Kile kiasi kinachosalia ndio sasa ni swala zima la usafiri ambalo haviingiliani wala vihusiani na uratibu ambao unaratibiwa na ofisi ya TSS taifa. Kabisa. Okay. Pengine yapi ya msingi ambayo ukiondoa yale ambayo tuyafahamu kwamba kuna semina, baba ameeleza vizuri hapa, nafasi ya kusikiliza na kusikilizwa, kipi kingine muhimu ambacho kijana akifika kwenye kongamano hili ataondoka nacho? Sisi vijana tunajua tuna vitu tunavyovipenda. Ambavyo kitu kikubwa ambacho tutakipata kule, ukiachana na mada na hizo seminars, kwanza tutakutana na wanafunzi kutoka majimbo tofauti tofauti. Unajua tunakutana wana YCS kutoka majimbo yote, tunakutana kila baada ya miaka 2-3. So nafasi hii ambayo unaipata kwamba tunaenda kule, unakutana na watu, tunabadilishana ideas. Yaani inakuwa ni tutakuwa tutacheza, tutafurahi pamoja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni mara chache sana kufanyika. Inawezekana uko umeshazoea tu shuleni pale kwamba tunakutana na rafiki yangu, lakini baadaye unapata marafiki wapi ambao mwisho siku kama hivyo alumni mnakutana tena, inakuwa ni nzuri zaidi. Kijana anapopata nafasi ya kwenda kongamano anaweza akachukulia kama ni fursa ya holidays, kwenda enjoy, anakwenda kupumzika. Anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anakwenda mapumziko. Kwa kuna namna vijana pengine wao binafsi wanajipanga kwamba okay, mimi nakwenda hivi. Utaratibu ukoje, yaani kwa maana ni nini ambacho kijana anapaswa kuja nacho ambacho kitamsaidia sasa kufuata utaratibu wote ambao umewekwa wa kushiriki kongamano? Labda nianzie alipomalizia mratibu wetu kwamba hii ni fursa ya vijana kukutana wao kwanza, lakini watambue kwamba na wote tutambue kwamba hili ni kongamano la kitaifa na linaratibiwa na Baraza la Maaskofu. Kwa hiyo kuna uwepo pia wa maaskofu wetu ambao vijana wangeweza, ambao ingekuwa ni fursa na wao pia kukutana na mababa maaskofu. Hilo la kwanza ambalo sio rahisi sana kuliona kwenye majimbo. Labda kuwe na tukio la kitaifa, waskofusho, jubilei za mababa, wale ambao linafanyika wanakuta wanaohudhuria wanaona maaskofu wetu hao. Kwa hiyo kongamano pia ni sehemu pia ya kuja kukutana na maaskofu. Lakini pia hili kongamano licha ya kuwa ni la kitaifa, ni kongamano ambalo linaalika wageni kutoka mataifa mengine, vyama vingine vya YCS. Na mwaka huu tumebahatika kualika YCS wawakilishi kutoka Kongo DRC, tutakuwa na YCS kutoka wawakilishi kutoka Sudani. Kwa hivi wajiandae kwanza kiroho. Ile ni mkutano wa kiroho, ni mapumziko ya kiroho. Kwa hiyo hata kama wanakuja kupumzika, wajue kwamba wanakuja kupumzika kwa Yesu. Pengine kipi ambacho kama katika yale ambayo nilikuwa nayo sijakigusia ni muhimu kukigusia kuelekea kongamano? Mimi ningewashukuru kwanza waratibu wenzetu wa Jimbo Katoliki Shinyanga na hasa Baba Askofu Kanisa pekee Baba Liberatus Sisangu kwa kutupokea na timu nzima ile ikiongozwa na mlezi wao Padre Peter Mkunya. Lakini washukuru pia majimbo ambayo tayari yameshaanza kujikusanya na mpaka sasa kwa kweli tunaenda vizuri. Lakini basi niwakumbushe pia majimbo ambayo bado hawajaonyesha mpaka sasa
tuna majimbo kama 7 hivi ambayo bado hajaonyesha kama yatashiriki au hajashiriki. Kwa hiyo ningewakumbusha majimbo, kwa mfano jirani zangu pale jimbo kula Mwanza, liko jimbo la Rulenge Ngara, jirani kabisa na Shinyanga, jimbo la Zanzibar, jimbo la Tanga, jimbo la Kondoa, jimbo la Mpanda, jimbo la Bagamoyo. Naamini kwa siku chache hizi bado anajipanga. Kwa hiyo tuna majimbo 7 mpaka sasa ambayo bado hayajitokeza kwamba yatashiriki au hayashiriki. Na kiukweli tungependa maandalizi ambayo yamekamilika itakapofika kwenye tarehe 1, ili ile kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 5 iweze kuwa siku za watu sasa kukusanya vitu na kuanza kununua vitu, kwa sababu tunakutana na wanafunzi zaidi ya 1000. Huwezi kufanya manunuzi ya zimani moto. Lakini basi tuwaombe pia basi jamii ya Wakristo wenzetu na watu wote wenye mapenzi mema anayoiwa kuchangia pia kwa kufadhili pia, kwa sababu ni mkutano mkubwa. Huwezi kuona hizi 40,000 kama zinatosha kutoka kwa watoto, lakini basi tunawaomba wenye mapenzi jimbo mwenyeji likafanya kazi ya ziada, jimbo mwenyeji, hata wengine huko kutoka majimboni, na kwa namna pekee alumni. Na la mwisho kabisa basi tudumu katika sala kuliombea kongamano tangu sasa mpaka hitimisho lake, kwa sababu tutakuwa na vijana wengi wanasafiri kutoka sehemu mbalimbali, lakini pale kukaa tunahitaji ulinzi wa Mungu, na huu tunaupata kwa kupitia sala zetu. Tumuombe Mungu. Labda ningesema wakati unahitimisha hapo, nimekumbuka kitu na pengine tusingekuwa vyema kukiacha. Walezi wa kila majimbo, wajibu wao ni upi hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea ukingoni mwa maandalizi? Walezi ndio wahamasishaji kama alivyosema mratibu, unaanzia kule shuleni. Kuna walezi wa shule, alafu kuna walezi wa kanda, kuna walezi wa majimboni. Mara nyingi sana walezi wa majimboni hawa ni mapadri na watawa wakisaidiwa pia na baadhi ya walei. Hawa kazi yao kwanza ni kuhamasisha huko majimboni, lakini hawa pia ndio watakaowasindikiza vijana kutoka majimboni kwenda mpaka kwenye sehemu ya kongamano, na wao watarudi nao. Lakini kule kwenye kongamano walezi ni sehemu pia ya kamati. Kwa hiyo kamati zote nyingi zitatokana na walezi. Kwa hiyo tunaomba walezi pia watambue hilo, kwamba wao wasibaki nyuma. Wanapowahimiza vijana kuja, manake na wao wanakuja. Na kule tutagawiana majukumu kwamba mlezi hii kamati ile, hii kamati, ili kusaidia hizi kamati 2 za kitaifa na ile kamati ya jimbo la Shinyanga. Kwa kumalizia, kama kuna lolote kutoka kwako? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwangu mimi ninawakumbusha wazazi ambao wana YCS nyumbani, ninaomba umsaidie kumchangia aweze kushiriki kongamano, kwa sababu tunapata changamoto kwamba unakuta mwana YCS anatamani kushiriki kongamano, labda amechangia amepata pesa ya ushiriki, lakini mzazi anakuwa ni changamoto kuweza kumruhusu. Pamoja na wakuu wa shule, mwape kibali wanafunzi waweze kushiriki kongamano hili la TYCS kitaifa. Nashukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji, mimi nikushukuru wewe ambaye tumekuwa wote kutoka mwanzo mpaka wakati huu. Lakini pia ni mshukuru Padre Liston Luko ambaye yeye ni mlezi wa TYCS taifa, lakini pia Juanita Aristides ambaye yeye ni mratibu ofisi ya TYCS taifa. Na tumezungumza mengi. Bila shaka kazi ni kwako wewe mzazi ambaye una kijana wako ambaye ni mwana wa YCS, kuhakikisha kwamba anakuwa sehemu ya watakaoandika historia kwamba baada ya miaka 3 walishiriki kongamano la TYCS kitaifa mwaka 2025. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake aendelee kuhakikisha kwamba anakuwa sehemu ya kufanikisha kongamano hili, ili kusudi mambo yaweze kwenda vyema kabisa. Mpaka hapa mimi sina la ziada, nikushukuru sana. Mimi naitwa Stadius Aristides. Asante sana kwa yule Evans Billy ambaye yeye amehakikisha picha tunazipata kwa uzuri, lakini pia asante sana dereva wetu Robert ambaye ametufikisha mahala hapa. Mpaka wakati mwingine, uwe na wakati mwema utazamaji vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Tumaini Television. Kwaheri kwa wakati huu.